nadhiri, Mheshimiwa Sister Happiness na masista wenzangu wa nadhiri pamoja na masista wote, wanakwaya, ndugu, jamaa na marafiki mliokusanyika hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Zangu, kama tulivyoanza ibada hii, tumesema ni siku ya furaha tunapoadhimisha leo kupalizwa kwake mbinguni Bikira Maria katika kanisa hili la Bikira Maria mama na malkia wa Rozari. Tukumbuke kwamba sikukuu hii ambayo inatueleza juu ya kupalizwa mbinguni na kuingia katika utukufu Bikira Maria inatuonesha kwamba ni matokeo ya kazi nzuri ambayo mama aliifanya katika maisha yake. Aliifanya kwa moyo na kwa ukamilifu, na hivyo ikawa ni halali kwake kwenda mbinguni mwili na roho. Katika adhimisho hili la huyu mama ambaye aliishi maisha ya kumpendeza Mungu na akatuletea Kristo hapa duniani, ndipo tunapoadhimisha siku ya leo tukiungana na Sister Happiness katika kumshukuru Mungu. Anamshukuru kwa ajili ya nadhiri ambazo ameziishi kwa muda, lakini sasa akazifanya kuwa ni maisha yake ya kawaida, ni maisha ya daima. Wapendwa tulioko hapa, tutambue kwamba maisha ya utawa sio matokeo ya nguvu au wema wa binadamu, bali ni jibu la wito wa Mungu, kama vile Yeremia alivyoambiwa kuwa alitambuliwa na Mungu kabla hata hajaumbwa tumboni. Kwa hiyo mtawa huyu tunayeshiriki naye katika kumshukuru Mungu alitengwa na Mungu kwa ajili ya utume huu maalum. Leo ni siku ya kumshukuru Mungu kwa neema ambayo Mungu alimjalia na uvumilivu na ujasiri uliompa binti huyu kusema ndio. Maana ya nadhiri za maisha mengine, zile nadhiri alizoziweka fukara na utii na usafi wa moyo katika shirika la dini yetu kwa mlima Kilimanjaro, manake ni kujitoa kikamilifu bila kubakiza kitu kwa Mungu na kwa kanisa lake. Sasa wapendwa familia ya Mungu, kwa tendo hili wanakwaya waliimba kwamba kwa kupalizwa mbinguni Bikira Maria, wakasema malaika wanashangilia. Kwa tendo la huyu sista pamoja na masista wenzake, kila mmoja kujitoa na kusema kwamba yuko tayari kwa utumishi, ni furaha kubwa ambapo sisi hapa duniani tulipo tunashangilia, lakini pia mbingu nayo inashangilia. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mtu anajisikia vibaya? Kuna mtu anajisikia vizuri? Kama unajisikia vizuri, mpe Mungu sifa na shukrani. Basi kilichotendeka wakati nadhiri hizi zinafanyika ilikuwa ni harusi ya kiroho ya huyu sista pamoja na wale masista wenzake. Kila mmoja walipotoa neno lile la ndio kwamba wanakubali kuendelea na maisha ya utawa na sasa kwa milele, kwa maisha yao yote, hilo neno halikutolewa kwa mwanadamu. Hawakumwambia mwanadamu yoyote kwamba mimi na wewe mpaka kwa maisha yangu yote. Unajua, katika harusi, katika ndoa, watu wanatoa maneno na wanasema mimi na wewe mpaka kifo kitutenganishe. Lakini hawa walikuwa
bali ni kwa Mungu mwenyewe. Wale waliokuwa pale makao ya asili Huruma, muliona yalitolewa ni kwa Mungu mwenyewe. Sasa uzito wa neno lenyewe ni kwamba si neno lao la leo tu, la siku ile tu, wala sio la kesho tu, wala sio la mwaka huu tu. Si neno la majaribio, ni neno la milele. Na walipolisema walimaanisha. Sister Happiness aliposema alimaanisha kwamba mimi na maisha haya daima, kila itakapoitwa leo atakuwa analisimamia. Ndugu zangu, katika utawa, mwanzo wa wito huu ni upendo. Katikati ya wito huo ni upendo, na mwisho wake pia ni upendo. Upendo kwa Mungu, upendo kwa wanadamu, upendo kwa kanisa, upendo kwetu sisi sote, ndio uliowafanya masista hawa wote hawa walioko hapa wakaingia katika utaratibu huo wa maisha, kwa ajili ya kumpenda Mungu, kwa ajili ya kupenda sisi, kwa ajili ya kupenda kanisa lake. Na upendo huo tukasema ni wa daima. Nasema aliweka nadhiri za maisha, maana yake ni za kudumu, kila itwapo leo ziko kazini. Maana ya neno daima, kwamba nadhiri hizi ni za daima, au mtu anapoweka kitu ahadi akasema ni ya daima, katika dunia ya leo ni kitu tofauti sana. Dunia ya leo naogopa kitu cha kusema kwamba ni cha kudumu maisha yote. Dunia inaogopa neno daima. Watu wanapenda maneno kama, hata watu wengine walioko hapa, watu wengine walio katika ndoa, wangeambiwa kwamba na wao waweke nadhiri kwamba kwa wiki nzima wataishi kama watawa, wanakuambia hilo na mimi nafanya, lakini ni kama nyingine. Hawa unaposikia mtu anaingia katika utawa, hana wa kumjaribu. Wewe unaweza kumjaribu Mungu, unaweza kumjaribu Mungu. Kwa hiyo sio majaribio, sio kwa muda. Tunaona katika maisha ya kawaida ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya hofu ya daima. Watu wanaweza kukwambia mimi ndoa nitafunga, lakini ndoa ndani ya kanisa Katoliki kwamba haina kuvunjika, hiyo wanasema hapana. Pia ajira nyingi ni za mikataba za muda. Sasa sister wetu amesimama kinyume na mawimbi ya dunia. Alisema, nimeamua na sitabadilika. Nimemchagua Kristo na Kristo peke yake daima. Hebu mumpigie makofi. Kauli kama hiyo sio kauli rahisi sana. Si kauli ya kibinadamu, ni neema, ambapo mtu umeishi katika maisha haya na ukaweka matumaini yako kwa Mungu na imani kwa Mungu kwamba Mungu hata kuangusha, ukathubutu kusema kwamba maisha yako yote namwekea Mungu kwa namna hiyo. Najua Yesu alisema pia kwamba, soma Injili ya Yohana sura ya 15 aya 16, anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi ndiye niliyewachagua ninyi. Katika Yohana sura ya 15 aya 16, sio ninyi mlionichagua, bali mimi ndiye niliyewachagua.
aliwachagua wakafanya nini? Eti ukiendelea na hiyo aya inasema aliwachagua ili nini? Matunda mazuri, na matunda hayo yawe ni ya kudumu, sio yale matunda yanachanua asubuhi, mchana yameliwa alafu yanaisha. Yadumu. Sasa kwa nini alisema daima au akasema nadhiri za milele? Ni kwa sababu yeyote anayefanya kitu baada ya malezi ya miaka kadhaa aligundua siri ambayo wengi hushindwa kuiona. Kuna wakati Yesu alisema watu wana macho lakini hawaoni, wana masikio hawasikii. Wale waliojaliwa siri za ufalme wa mbinguni wanaziona. Na sisi baada ya kukaa na kutafakari na kuishi nadhiri za muda, mwaka mmoja, miaka miwili, alikuja akagundua kwamba kuna siri ambayo aliigundua ambayo watu wengine hawajawahi kuiona. Aligundua na kuona kwamba Kristo peke yake anatosha. Hakuona upungufu ndani ya Kristo, kwamba Kristo atashindwa kumshika mkono katika maisha yale. Ndio maana akakubali kuweka neno hilo la milele, mimi na Kristo, kwa sababu Kristo anatosha. Tumsifu Yesu Kristo. Wale wanaosinzia hapo sio mahali pake. Tukikuona tunafanyika hivi. Sawa basi. Nadhiri hizo ni jibu la upendo, ambapo aliona kwamba Kristo amempenda kweli, akamshika mkono na akamwita kwake, kama tunavyosikia katika ile Yeremia kwamba kabla hajatungwa mimba Kristo alishamuona na kumwita. Sasa alichomwitia, kama utakiona cha maana, ungeweza na wewe ukatamani watu wengine wakakiona. Lakini kwa kila anayelea watoto, awalee kwa kiasi cha kuweza kuona uzuri ambao Kristo anao na ambao anawaitia watu wake. Katika maandiko kuna mtu anaitwa Ruth, naye alimwambia Naomi, unisisitize nisikuache popote utakapokwenda nitakwenda, popote utakapolala nitalala. Na sister alimwambia Yesu, popote utakaponipeleka nitaenda, popote nitakwenda, popote utakaponipeleka. Sasa sisi tumejumuika hapa pamoja na sister, pamoja na masista wenzake, na tulichosikia ni kwamba sister alitaka ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Sasa kumshukuru Mungu kwa ajili ya huu wito, hivi kuna sababu gani za kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha haya ya nadhiri? Kuna sababu gani za kumshukuru Mungu? Maana wanasema kwa watu wengine wanayaona yale maisha ni upuuzi. Ukiangalia tu hapa tulipokaa, kila mtu amevaa nguo ya rangi yake, kila mtu kaweka nywele mtindo wake, si kweli? Kila mtu kaweka hereni za bei yake, si kweli? Lakini masista wamekaa kama watoto wa nini? Nisema ni wachuo. Je, mnasema ni wale kule kuwauliza watasema wamekaa kama watoto wa chekechea. Basi watu wanasema masista hivi unakuwa na nguo ile tu badilishi. Wanafikiri kwamba labda ana nguo moja, lakini mavazi yao ndio hayo.
ukitaka kutoka kutamba na nguo yako, wewe sio mojawapo wa wale. Ulishamwona mwanafunzi shuleni anavaa nguo zisizokuwa uniform, basi hiyo nayo ni sadaka, hiyo nayo ni sadaka. Lakini baadaye nilijasikia kutoka kwa mtu mmoja, akawa anasema kwamba samahani, sasa mimi sijawaangalia watu sana, lakini alisema kwamba ukiona mwanamke amevaa nguo yake, unajua kila mtu anavaa kivyake, lengo lake ni kuwatambia wanawake wenzake kwamba mimi zaidi, na wale wanavaa sare, hakuna aliye zaidi, hakuna aliye zaidi, kwa sababu lengo lao ni moja, na yule aliyewaita sio mbabaishaji. Kwa hiyo hataweza kumwangalia mtu kwamba huyu kavaa vizuri, huyu kavaa msalaba mrefu, huyu kafanya hivi. Sio kusudio la maisha yake. Kwa hiyo wito wa utawa anayopata ana sababu za kumshukuru Mungu. Utawa na kuweka nadhiri za maisha ni safari kubwa ya kiroho na kimwili. Kuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Wale wanaoona watu wanaingia katika maisha ya malezi ya usista, wanawaona wakiwa wakandideti, wakiwa postulanti, wakiwa katika hatua mbalimbali. Zile ni hatua ambazo za kuchuja na za kulea mtu aweze kuishi maisha yale ambayo kimsingi, nikwambie, kimsingi huko duniani hakuna mtawa anayedeka. Eti yuko hakuna mtawa anayedeka. Ukitaka kudeka utaenda mahali pengine, watu wao wanakusikiliza, lakini ukiwa kule watu wanaishi kama maaskari kwa maisha ya ushujaa, maisha ambayo hayana cha kutegemea mtu aje akupepee pole, sababu maisha yote ameshayatoa ni ya Yesu. Yesu mwenyewe ndiye atakayewapepea. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wito huu mpaka kutoka kote kule na kufikia hatua hii aliyoifikia, nasema alishaweka nadhiri za muda, lakini sasa hivi akaweka za kudumu. Na wanapokuwa masista wanakuwa katika shirika la hawa linaitwa mji yetu wa Mlima Kilimanjaro. Sasa ili uweze kuishi katika ule ushirika, si lazima upembuliwe. Usije ukawa unaonekana utakuwa kisirani kwenye yale maisha ya wenzako. Watu wanataka maisha ya kumtukuza Mungu, maisha kuishi kwa ajili ya Kristo. Wewe ukitaka waishi kwa ajili yako, utakuwa unawa. Kwa hiyo wanafanyiwa tathmini. Sasa tathmini zile zote zimepita, ndipo wakakubalika sasa kwamba unaweza kuwa wanashirika wa kudumu wa shirika lile. Nafikiri wale waliokuwa pale Huruma walisikia yule mama mkuu wa shirika akiwaambia, sasa mtajulishwa mambo yote ya ndani ya shirika. Kabla ya hapo walikuwa wamekaa barazani, sasa washaingia ndani, ni wakazi wa shirika lile. Sasa tunaangalia sababu za kumshukuru Mungu. Sista namshukuru Mungu kwa sababu kwanza ni neema ya uteule na wito. Ameteuliwa, yaani Mungu alitazama kutoka juu mbinguni akasema nitengeeni Sister Happiness. Akaitwa kama Yeremia kabla ya kuzaliwa, na alikujua, akamtakasa, akamchagua. Lakini ilibidi kwamba sister athibitishe wito huo. Mungu mwenyewe amemchagua yeye kati ya wengi. Kati yetu sisi sote, yeye ndiye aliyechaguliwa. Katika ulimwengu wenye fursa na njia nyingi za maisha, kutengwa na kuitwa kumtumikia Mungu sio matokeo ya akili, sio matokeo ya wema, wala sio stahili za binadamu.
ni huruma na neema ya Mungu tu. Pigie Mungu makofi. Hizo ni shukrani, sababu moja ya kumshukuru Mungu. Sababu ya pili ya kumshukuru Mungu ni neema ya uvumilivu na uaminifu ambayo alimjalia. Safari ya kuelekea nadhiri za maisha huchukua miaka mingi ya malezi, maombi, kujipima. Kuna changamoto za kiroho, za kisaikolojia, za kimazingira. Kwa hiyo kumshukuru Mungu kumvusha na kumjalia uaminifu kwa kusema ndio ya daima ni jambo zito sana. Naomba tumshangilie tena Mungu. Tatu, nadhiri zile alizoziweka katika maisha haya zinampa yeye sister uhuru wa ndani. Zile nadhiri tulizosema, usafi wa moyo, ufukara na utii, sio kama kamba za kufungia mtu. Zile zinampa mtu uhuru wa ndani. Macho ya kimwili yanaweza kuona nadhiri hizi tatu kama vikwazo, lakini kwa mtawa ni vyanzo vya uhuru wa kweli. Ni vyanzo vya uhuru wa kweli. Anapoishi namna ile, anaishi kwa uhuru wa kweli. Maisha ya usafi wa moyo, maisha ya ufukara, maisha ya utii. Anaishi kwa uhuru wa kweli, kwa sababu anaye Bwana mmoja tu anayemtumikia, naye ni Mwenyezi Mungu. Tumpe Mungu tena shukrani. 4, Mungu amemchagua kuwa chombo chake cha baraka kwa wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Hao wengine ni kina nani? Hao, kuna mtu hapa anajibu la haraka, amesema ndio sisi. Yaani sisi tuliokuja hapa, ambao sisi, yaani wapo masista hapa, yuko sister Happy hapa, lakini sisi wengine wote tulioko hapa, yaani yeye katika maisha yake amechaguliwa na Mungu kuwa chombo cha baraka kwetu sisi sote, na hivyo kuingia katika maisha haya ya utawa sio kwa sababu ya ubinafsi. Mtu anaweza akasema kwa sababu ya ubinafsi. Kuna watu wengine wanakataa baadhi ya maisha, wanasema mimi sitaki mtu akunikotoe. Hapa ni sababu ya kuwa chombo cha baraka kwa wengine. Sister anamshukuru Mungu kwa kumtumia yeye kama chombo cha upendo, kama chombo cha amani na kama chombo cha matumaini kwa jamii. Ana furaha ya kuhudumia maskini, wagonjwa, kufundisha watoto, kufariji waliovunjika moyo, kuhudumia jamii nzima ya dunia. Bila wito huu asingeweza kuzifanya kazi hizo kwa kiwango hicho cha kujitoa. Yaani kunampa nafasi, anajitoa kuwa ni mhudumu, ni chombo cha baraka kwetu sisi sote. Tumshukuru Mungu, tusimshukuru Mungu? Au wewe useme kwamba mimi sihitaji huduma zake? Kama uhitaji, nyosha mkono juu au piga kofi, alafu tutajua tutakapokupongeza wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe mtu akajitoa maisha yake yote kutuombea, kuliombea kanisa, kutuhudumia, kulihudumia kanisa, unafikiri kwamba ni sadaka ndogo au ni fursa ndogo ambayo Mungu alimpa? Ni fursa kubwa. Kama watu wanateuliwa kuwa mawaziri, wanateuliwa kuwa makamu wa rais, wanajisikia vizuri. Je, ukiteuliwa wewe kuwa chombo cha msaada, chombo cha upendo kwa wenzako, unaona kwamba ni kitu kidogo, kwamba unakuwa sababu ya furaha kwa watu wengine? Sababu nyingine ni kwamba anamshukuru Mungu kwa uwepo wa jamii ya kiroho. Shirika la didi yetu wa Kilimanjaro
kwa sababu hakuna mtawa anayeishi peke yake. Mtawa anaishi na wenzake ndani ya jumuiya. Naona hapa kuna masista kadhaa ambao wamemsindikiza sista hapa kwa ajili ya hizi shukrani zake. Hawa na wengine mamia ni watu ambao wako kwenye jumuiya moja. Kwa hiyo hawa wanashirika wenzake ni watu ambao ataishi nao, ndio mama zake, ndio dada zake, ndio wadogo zake, na familia yake imekubali kumtoa kama zawadi kwa Mungu na kanisa ambalo litaendelea kumlea kiroho, wakishirikiana na masista wenzake na ndugu. Unafikiri kwamba hiyo sio fursa kweli? Wewe ulizaliwa kwenye familia yako, umezaliwa watu wachache, lakini unakuja kuingia kwenye shirika ambalo unakutana na ndugu wengi, mamia. Ni baraka kubwa sana, na hiyo yote inatosha pia kumfanya sista ampe Mungu shukrani. Mwisho, lakini sio kwa ubora, sista wa kuingia katika maisha haya, wewe ulifikiri kwamba alichokuwa anatafuta ni nini? Mwito wetu wote tulioitiwa ni kupata uzima wa milele. Kwa hiyo ndani ya maisha haya sista anayaona matumaini ya uzima wa milele. Nadhiri za utawa ni ishara ya kuelekea ufalme wa mbinguni, na zinakumbusha kuwa ulimwengu si makazi ya daima. Kwa hiyo maisha haya yatamwandaa vizuri zaidi kwa ajili ya maisha yale ya mbingu, kama yale anayoyafurahia Mama Bikira Maria. Tumpe Mungu sifa na shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa kumpa sista dira iliyo wazi ya maisha inayomwekea msingi wa uzima wa milele. Ni sababu kubwa sana ya furaha na ni sababu kubwa sana ya kutolea sadaka hii kubwa ya misa takatifu. Iungane na Kristo katika kumshukuru Mungu kwa mipango yake yote ambayo ameipanga katika huyu dada yetu mtawa. Sisi wengine tulioko hapa tumeshajua kwamba kuna mtu mmoja ambaye anafanya kazi zake bila kulazimishwa, lakini bila kuacha, kwa ajili yetu sisi. Atatuombea, atatufundisha, atatuonyesha mfano wa maisha, na hivyo sherehe ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria kwa njia ya siku kama ya leo inaweza ikawa kwamba kwetu sisi ni fursa ya sisi kuwa katika njia ya kuelekea kwenye uzima. Sasa ndugu zangu tuliokusanyika hapa, tutambue basi kwamba tumekusanyika hapa kwa jambo ambalo ni jambo zuri na jambo la heri. Heri hii sio kwa sista peke yake, sio kwa masista wa dini yetu wa Kilimanjaro peke yake kwamba wamepata mwanachama zaidi. Ni furaha iliyoko mbinguni, ambapo kule wanaangalia hapa duniani wanaona kwamba kuna watu walijitoa kwa ajili ya kulihudumia kanisa na kwa ajili ya wokovu wao na watu wengine. Hivyo kila mwenye pumzi anapaswa kushukuru. Wale mlioko hapa ambao bado hamjaingia kwenye maisha, kuna mabinti ambao wako hapa ambao hawajaingia kwenye maisha. Tutaomba wazazi wa wale katika njia ambayo
kama Mungu amewaita waweze kujibu, kwa sababu kujibu wito, kuitikia, inahitaji msaada wa walezi. Na walezi haijalishi kwamba ni wazazi au ni mwalimu wa shuleni au ni mtu wa jumuiya, wale animeta wa seli, mtu yeyote yule anaweza akachochea ndani ya mtu akapata mshtuko na akaisikia sauti ya Mungu ikimwita. Cha msingi ni kwamba Mungu anapomwita mtu anamwita, yeye ni mwaminifu na anataka mtu huyo awe mwaminifu, na akishakuwa mwaminifu atamshika mkono, ijapokuwa anaweza akapita katika changamoto mbalimbali, lakini Mungu ndiye atakayetimiliza maisha yote. Tunakuombea Sister Henry, maisha uliyoyachukua yaendelee kuwa baraka kwako na baraka kwetu, baraka kwa kanisa, na Mwenyezi Mungu akupe nguvu katika maisha yake. Maanake ukiuliza watu wengine wanasema wale watu wanavaa nguo nyeupe wala hawana shida yoyote. Hata siku moja ulishamwona sister amevaa nguo chafu? Huwa wanafanya kazi chafu? Wanafanya kazi chafu, lakini ulishamwona amevaa nguo chafu? Sasa ndivyo hivyo, usije ukafikiri kwamba yale maisha ni laini kama kukata asiali. Yale maisha tunakuahidia sisi ambao tumekusanyika hapa siku ya leo, tutaendelea kukuombea uweze kuendelea katika maisha hayo kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Tumsifu Yesu Kristo.